Nilipokuja na mimi kupitia mimi, baba naye ukamwona baba kwamba na yeye anaumwa na miguu. Hatujaongea mimi na wewe? Hapana. Hatujaongea hata chemba. Kabisa. Nikakwambia baba naye anaumwa miguu. Lakini bado wewe umepona? Mimi nimepona. Na Rebeka akapona? Ikabaki baba anaumwa miguu. Kwa hiyo tatizo limeanzia kwa nani? Kwa Rebeka. Rebeka ndio tatizo limeanza. Tatizo nikatoka kwa Rebeka, alipokuja nikaja kwangu. Nikamuona kupitia Rebeka. Ndio. Baada na ukaja. Ukapona. Ndio. Baada ya kupona, nikakwambia baba ana tatizo. Anaumwa miguu. Ulimwambia? Nilimweleza. Kwamba mchungaji amekuona. Baba uliambiwa? Ndio, nimeambiwa. Uliambiwa kabisa? Ndio. Na ni kweli nilisema anaumwa nini? Miguu. Na mguu kweli unauma? Ndio, inauma. Hebu pandisha nani? Leta kiti, lete kiti. Anaweza Bwana wa mabwana. Anaweza Bwana wa mabwana. Nyanyua tu mguu. Nyanyua tu. Tangu lini imeanza? Kama mwezi mmoja uliopita. Mwezi mmoja uliopita? Ndio. Unakula dawa? Ndio. Unatumia kila kitu isikii? Ndio. Haiponi? Haisikii. Wanasema shida nini? Anasema tu sijui tambazi, sijui nini. Tambazi wakati umepigwa baba. Mama, mwanao alipokuja alikuwa na shida gani? Alikuwa anaumwa kiuno, miguu, mikono. Halali, afanyi chochote. Nani akamwelekeza hapa? Zakayo. Kijana Zakayo, yule mpiga vyombo. Ndio. Alipokuja nikamtamkia kwamba hata umwa yeye tena. Ndio. Na aliporudi nyumbani akawa anakula, anafanya kazi, ni amepona moja kwa moja, amerudi kazi kabisa. Nikamuona kuona yeye kupitia yeye sasa. Ndio. Ukaja na wewe? Nimekuja na mimi. Nilikuwa naumwa kiuno, miguu, siwezi kusimama, siwezi kukaa, nikila nakula nimelala kwa upande, nikija unalala kwa upande ndio nile chakula, nikija huku nabebwa na pikipiki, anayenibeba na pikipiki ni anatembea polepole, kiuno kinauma, nikifika hapa naomba msaada kushikwa mkono nije nikae kwenye kiti, lakini kupitia maombi ya Alfa na Omega nimepona na afya inanirudia. Namshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu tatizo hilo la miguu limeenda mpaka kwa mzee. Ndio. Nataka nikushike. Amina. Angalia familia ilivyoshambuliwa. Ndio. Familia inashambuliwa. Imeanza kwa watoto, ikaja kwa mama, imefika kwa nani? Na sasa hivi wanatengeneza kitu kinachoitwa hapa wanasema tambasi, sio tambasi. Kinachotokea watakwenda kukuambia kenza, alafu tukate mguu, alafu mateso yaanze. Nafuta hiyo roho leo kwa damu ya Yesu. Kwa piki yule shemeji yake alitoka Tanga. Alikuwa anaitwa nani? Justin. Alikuwa na yeye anaumwa na mguu. Amefikia hapa? Nyanyua baba, nyanyua. Amefikia hapa? Amefikia hapa? Ni zaidi. Ndio. Ni zaidi ya huyu. Na yule aliyetoka Kiteto? Nakumbuka? Na yeye ni zaidi ya huyu. Alikuwa anaitwa yule kutoka Kiteto? Nani alikuwa shemeji yake hapa? Mama Vumi. Ndiye alikuwa shemeji yake. Ambaye nali alifika mahali mpaka hivi mguu kaanza kuoza upande moja hivi. Na nilimpa unajua siku ngapi? Siku 7. Siku 30 nikamwambia itakuwa, akarudi leo yuko Kiteto. Mwambieni kwanza aje ashukuru. Kwa sababu ilifika mahali mguu ulioza. Sasa hii bado haijafika mbali. Mungu akusaidie baba uliyetii wito. Ukaja. Nataka nitamke nikaushe kidonda.
kidonda, lakini ni roho. Mimi sitaji kusema mambo ambayo nayaona, nahitaji kuomba upone. Uko tayari? Uko tayari? Wangapi wanamwamini Yesu? Rebeka amekuwa lango la familia kupona. Mmoja anaweza akaokoa wengi. Baba, hebu niambie, mambo wa mguu umeanza kukauka? Ndio. Imepona. Imepona. Yesu ilikuwa imeoza kabisa. Imeoza, inatoa usaha. Na Kama sio usaha, inatoa maji. Anatumia dawa ya kusafisha, anatumia dawa ya kupaka, na alipata na sindano, lakini ikawa bado tu. Ndio. Neno moja. Ilikuwa juma ngapi? Ijumaa. Jumapili. Leo mguu umepona. Angalia watu wamekaa kwa ushuhuda wa mwenzako. Kwa ushuhuda wa mwenzako. Kwako yatokee. Kwa ushuhuda wa mwenzako. HIV kauke. Kwa ushuhuda wa mwenzako. Laana zikauke. Kwa ushuhuda wa mwenzako. Nyanyuka, celebrate, maana Bwana anakuponya. Baba, imekauka kabisa. Na juzi ilikuwa tofauti na hapa. Ulikuwa unachechemea kweli hivi. Usiku silali, nikiosha mguu bado tu inasidi tu kutosa. Inaoshwa ndio inaendelea. Ndio. Siku ile nikikuja hapa hivi, nimeenda asubuhi, nikaenda machungani, nikurudi saa 7 nikakuta mama yangu mzazi. Akaniambia kuna wazungu wanakuja pale kwa Memei. Peleka hiyo mguu pale. Mimi mwenyewe nikaondoka tu, nikipeka pale kwa Memei, nikakuta wazungu wameahirisha. Nikamuuliza dada yangu, njia shortcut. Ulikuta wazungu wameahirisha siku. Njia shortcut ya kwenda pale kwa Elisha. Akaniambia pita hapo, ukifika hapa kwa kekeri yako njia rahisi. Nikaja hapa. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Ninayo sababu ya kumtukuza Bwana. Akakwambia upite kwa kekeri yako, utafika njia shortcut, utaingia kwa Elisha. Mimi nikaja tu nikakaa pale pembeni, mke wangu akaja akakaa pale. Saa sadaka nikaja hapa mbele. Ndio akaja akanitokea akaniambia, enda katolewe sadaka pale, umwambie mtumishi ugonjwa wako. Ndio nikaja madhabahuni. Ndio siku hiyo kaniombea, nikatembea mpaka nyumbani na mguu nasikia iko sawa. Angalia mtu, laiti ungenyanyuka ungesema Yesu ni Bwana. Ulikuwa unaenda kwa wazungu. Nikakuta wazungu tarehe 26. Hawajafika, wanasema tarehe 3. Nikasema baada ningojee wazungu, acha nikapate maombi. Ndio. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ukasema ukapate maombi. Ndio. Nikaja hapa mwenyewe na nikapata maombi. Ndio zaisi naona mguu yangu inaendelea vizuri. Na ulitumia madawa? Hapana. Ulitumia madawa kipindi kile ulikuwa unatumia madawa? Nimetumia dawa nyingi sana. Ukiwa Nairobi? Nikiwa Nairobi. Nikaja hapa nikatumia madawa mpaka za kienyeji. Za kienyeji umetumia? Ndio. Lakini nikaona tu bado. Nikasema acha nipate maombi. Ukaja siku unachechemea. Nimekuja nachechemea, hata siwezi kutembea, mguu ilikuwa inatoa usaha nikitembea. Jamani, walioona mguu ulioza, yani ulikuwa ukiangalia mguu, nakumbuka ilikuwa mpaka huko ilishaoza. Neno la siku ngapi? Ilikuwa Ijumaa. Neno limetamka Ijumaa.
ikashinda Jumamosi, Jumapili, siku 7. Nimetoa, unajua siku ngapi? 7. Neno limetimia haijatimia? Limetimia. Limefanya kazi haijafanya kazi? Limefanya kazi. Hebu tumpe Yesu shujaa wa msalaba. Mama, utamwambia nini Mungu? Nyie mmeponywa na hii madhabahu. Kama hii madhabahu Mungu amewapendelea kwenye madhabahu. Namshukuru Mungu wa mbinguni. Huyu mama alikuja hawezi kutembea. Ulikuwa huwezi kutembea? Nilikuwa siwezi kutembea, siwezi kukaa, ninakula kwa kulala kwa ubavu. Unalishwa chakula? Nalala kwa ubavu ndo nile. Kama maumivu yamepungua ndo nalala kwa ubavu. Maumivu kama ni makali sili. Na siwezi kulala. Na mtoto wako naye ilikuwa hali? Na mtoto wangu naye alikuwa halali, hawezi kufanya chochote. Lakini kupitia madhabahu hii namshukuru Mungu wa Elisha. Amenitoa kwenye hali. Tumpe Yesu makofi kama una imani. Baba, jamani mpaka nashangaa muujiza. Siku ngapi? 7. Jamani mguu umekaa wa baba. Kutoka Nairobi mtu anaumwa na niliona hapa madhabahuni. Amekuja mke wake anamwambia unaitwa, hata twende. Maana yameshaonje madhabahu. Hivi leo mtu akikwambia Yesu hayuko hapo utamjibuje? Jamani nitamshangaa sana. Sijawahi dharau kanisa lolote linaloshika Biblia, ila nilidharau kwa waganga kwa sababu mama yangu hakunipeleka na baba yangu sijajua mambo ya baba, sijamkuta mimi, lakini mama hajanipeleka. Lakini mama anakuambia mtegemee Mungu. Hata kipindi ninaumwa mama aliniambia usimwache Mungu. Usimwache kabisa. Na hujamwacha Mungu. Na sijamwacha Mungu. Na umepona. Na nimemuona. Leo ukiona Mungu wa baba umepona unasikia. Nina imani amepona. Nina imani hata nilivyomdanganya aje hapa nilikuwa na imani kwamba akifika hapa anapona. Baba amepona. Sasa hivi unatembea vizuri? Ndio natembea vizuri. Alikuwa hawezi kutembea mama baba? Alikuwa hawezi kutembea. Tembea kabisa. Alikuwa anatembea kwa shida. Geuka choku. Geuka tena. Hata Jumapili waliokuwepo alikuwa akinyanyuka pale anatembea kwa shida. Nikamwambia naambia kaa hapa. Nikamtamikia nikashika mkono kuanzia leo nafurahi. Amepona. Amina, amepona. Ametenda haya. Nitakuja kutoa sadaka ya ukombozi kwa ajili ya familia yetu nzima.